Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu, leo tarehe 23 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025 tupo safarini kutoka hapa Temeke, makao makuu ya jumuiya yetu, kuelekea kijiji cha Sotele, takriban kilomita 82 kutokea hapa, ambapo tuliahidi leo hii kwenda kutembelea familia za ndugu zetu walioko Sotele, Waislamu ambao wanadiriki ibada hii ya funga mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuwapelekea sadaka ya kile ambacho tumejaaliwa kukikusanya katika kipindi chote tangu tulipozindua rasmi harambee yetu siku ya iftar tarehe 8 mwezi wa 3, na leo hii tarehe 23, takriban siku 20 baada ya pale, tunakwenda kutekeleza ahadi yetu ambayo tumeahidi wanakijiji wa Sotele. Kwa hiyo ungana nasi katika safari yetu hii. Niko hapa pamoja na ndugu zangu Khalifa na viongozi wengine. Muungane na sisi katika safari hii kuanzia hapa mwanzo, dua zenu mpaka tutakapofika biidhnillah. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Kama ambavyo tulitangaza na tukawaambia watu kwamba tuna mpango wa kufanya charity event ambayo tutapeleka Sotele, hayawi sasa yamekuwa. Leo ndo siku yenyewe ambayo tunakwenda kufanya hiyo charity. Kwanza tunaomba dua zenu, Allah atufikishe salama, turudishe salama, lakini pia tunaomba support yenu. Muda mwingine tukiwafuata kwa ajili ya majambo kama haya, ni majambo ya khairi, kwa hiyo mtuunge mkono. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, ndugu Islam popote pale mlipo Tanzania na nje mpaka Tanzania. Leo hii jumuiya yetu Al-Hikma Schools Alumni Association imetekeleza ile ahadi yake ambayo ilikuwa imeweka ya kutembelea au kuja kuwafariji Waislamu wenzetu, ndugu zetu wapatikanao katika kijiji hiki cha Sotele katika kata ya Dondo, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani. Ni takriban kilomita 82 tumetembea kutoka Dar es Salaam mpaka kufika hapa, na mbele yenu hapa mnaona ni sadaka mbalimbali ambazo ni kwa nguvu zenu, kwa hali na mali ambazo mmetusupport kuanzia mwanzo tulipozindua programu yetu hii ya Harambee katika hafla iftar ambayo ilifanyika tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2025 katika viwanja vya shule ya awali ya Al-Hikma Nasari. Na leo hii tumesha kusanya kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia au ametujalia sote kwa ujumla. Na hapa mbele yenu kama mnavyoona tumekuja na sadaka mbalimbali, tuna unga wa ngano, tuna mafuta ya kula, tuna mchele, tuna sukari, tuna chumvi, tuna unga wa sembe na kadhalika. Hivyo basi tuko hapa pamoja na wenyeji wetu, bila kupoteza muda ni tutoe shukrani zetu dhati kwenu nyinyi nyote ambao mmejitolea vitu mbalimbali. Na wengine hakuishia tu katika vyakula, bali vile vile tumepata watu mbalimbali ambao wametudhamini au wamejitolea mavazi kuleta kwa ndugu zetu hawa, ambapo wanaweza pia kupata faraja katika kipindi kijacho cha sikukuu ambacho ni punde tu baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shukran sana, Allah alipeni khairi nyote kwa wema wenu, na ajalie pale ambapo palipopungua paendelee kuongezeka zaidi na zaidi na zaidi. Na msisite tena kutunga mkono taasisi yetu au jumuiya yetu katika program mbalimbali tunazoziendesha za namna hii na za mfanano wa namna hii. Allah tulipe khairi sote. Shukran sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zetu wa Tanzania na Waislamu wote kwa ujumla, tunatoa shukrani kwanza za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha kwa umoja wetu na kwa udogo wetu ambao tuko nao, tumefanikiwa kukusanya bidhaa ya chakula kwa ajili ya kuwaletea ndugu zetu ambao Waislamu wenzetu wanaishi katika mazingira magumu katika kijiji cha Sotele. Pili, tuwashukuru wale wote kwa namna moja ama nyingine waliotusupport kwa hali na mali, lakini pia mawazo yao yametusaidia kuweza kufanikisha hili jambo kubwa hapa. Bila kusahau ni washukuru sana taasisi yetu pendo kabisa Al-Hikma Foundation, ambao kwa kiasi kikubwa wao ndio wamelibeba hili jambo na ambalo wametufanikishia kupatikana kwa hivi vitu. Lakini pia kwa mtu mmoja mmoja ambaye pia naye kwa kuguswa kwake ametoa sadaka yake, si tu chakula lakini tuna mizigo ya nguo pale ambao pia tumewaletea ndugu zetu wa Sotele waweze kufurahia Ramadhani hii na kufurahia maisha yao inshallah. Lakini pia tumshukuru ndugu yetu ambaye ameona yeye atuletee visaidizi vya kutembea ambavyo pia tutampatia mtu ambaye sisi kama jumuiya tumempoint, tutampelekea kile kitu kwa sababu tulikuja kufanya ziara hapa mwanzoni, tukahisi kwa namna moja ama nyingine atakuwa na uhitaji wa vile vitu pale. Tunaomba kwa namna moja ama nyingine muendelee kutunga mkono, sisi bado jumuiya yetu ni ndogo, tunajitafuta na malengo yetu makubwa ni kufika kila eneo la nchi ya Tanzania kuweza kuwasaidia Watanzania wenzetu lakini pia Waislamu wenzetu. Shukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, mama zangu, wazee wangu na wenyeji wetu hapa wa kijiji hiki cha Sotele, kata ya Dondo, halmashauri ya manispaa ya Mkuranga hapa mkoani Pwani. Sisi ni jumuiya ya wahitimu katika shule ambazo zinasimamiwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation. Tunapatikana Temeke, Dar es Salaam. Hapo awali kwanza
tunaomba radhi kwenu nyote kwa sababu taarifa zilikuwa zinakuja nyingi tofauti, lakini yote ni katika namna ya uboreshaji. Hatukuwa tunafanya kwa makusudi, bali ni kutokana na sababu ambazo zimefanya hili jambo letu leo limeonekana kuwa bora zaidi. Ndo hayo ambao mlikuwa mnayaona. Nadhani tarehe awali ilikuwa ni tarehe 18 ya kuja huku katika kijiji hiki cha Sotele, kata ya Dondo. Lakini kama mnavyofahamu tarehe 18 tulikuwa tuna ziara ya kiongozi wetu, Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Sotele, yani jimbo hili la Mkuranga, Mheshimiwa Abdallah Khamisi Ulega alikuwepo hapa. Kwa hiyo kutokana na ratiba hizi za kiserikali tukaona tusiingilie ziara yake, tukaipisha kwa siku hiyo. Lakini pia tukaahidi kwamba tutafika jana. Ila kuna baadhi ya wadhamini wetu wengine ambao walikuwa wamekwama kwa namna moja ama nyingine, wakatuomba kidogo tuvute muda na wao waweze kushiriki katika ibada hii adhim ya kuleta hizi zawadi niseme au sadaka zetu kwenu nyie. Kwa familia chache au kwa watu wachache ambao walipata kutuona, sisi si mara ya kwanza kuja hapa. Mimi na ndugu yangu tulosimama hapa mbele tumekuja hapa, hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulikuja tukaonana na uongozi wa kijiji hiki, na nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Walitupokea vizuri na wakatuzungusha katika familia au katika nyumba mbalimbali kujionea sisi wenyewe hali halisi jinsi ilivyo. Na kusema kweli niseme hapa mbele yenu kwamba sisi binafsi yetu hatuna uwezo, lakini tumeona tunachokiweza sisi kukifanya ni kushajihisha watu ambao wana uwezo, tunaowafahamu waweze kushiriki katika jambo kama hili. Sisi hapa wengi wetu bado tunasoma, wengine bado wengine hatunajitafuta, manake hatujawa na mtu ambaye ana uwezo wa kusema yeye ataweza kuhudumia kila kitu. Lakini tukaona hatuwezi kutoa kitu, lakini tuna uwezo wa kushajihisha mtu kuweza kutoa kitu. Tukaweka ahadi kwamba tutarudi, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo tumeweza kutimiza ahadi yetu. Kwa hiyo kama nilivyowaambieni, tulipita hapo mwanzoni. Baada ya kupita tukasema jamani, sisi kwa uwezo wetu uongozi tutafutieni kaya 80 ambazo tunaweza kuanza nazo kwa awali. Na tumejitahidi, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kutimiza ahadi yetu hiyo, na tumeweza kutafuta kutoka katika sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, wametusupport, na tunaweza leo kuleta hii sadaka hizi, yani sadaka hizi kwenu. Japo ni mwishoni leo Ramadhani ya 23 kwa 22 wengine, lakini naamini kwa hii kidogo tulichokileta kinaweza kikatusogeza mpaka kwenye sikukuu biidhnillah. Kwa hiyo kutokana na changamoto mbalimbali zilizotukumba njiani, tumeweza kuchelewa, tumewekeni muda mrefu, lakini yote ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Tunaombeni mtusamehe, vijana wenu hatukufanya hivi kwa makusudi. Na mnaona hizi tunakuja na makamera tunarekodi kwa sababu wenyewe ambao wameweza kutudhamini katika haya mambo wanataka mrejesho, mlifikia wapi, ili hata kesho tena tukisema tunarudi Sotele basi waweze kuamini kule tulipoona mwaka jana kile mlichokipeleka, basi mwaka huu tunaongeza hiki, au mwaka huu tutafanya kwa labda kama mwaka huu tumeshia familia 80, basi mwaka tunaweza tukafika 150 mpaka 200 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaombeni mtuvumilie, na kama kuna watu ambao walikuja hapa hawajakuwepo katika hiyo miongoni mwa orodha ya watu 80, tunaombeni sana mtuie radhi wazee wetu, tunaombeni sana mtuie radhi ndugu zetu. Lakini tuna imani kubwa sana na uongozi wa kijiji au uongozi wa kitongoji. Kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana. Mimi binafsi tulikuwa tunawasiliana mpaka mwisho jana usiku saa 4, tunawasiliana na mheshimiwa mtendaji hapa, bwana tunakuja kesho hivi. Tunawasiliana sana na anatupa ushirikiano wa hali ya juu. Kwa hiyo zoezi hapa ambalo tunalifanya tusiwapotezeni muda, maana na mimi ni saa 7 hii, na miongoni mwa zawadi hapa zingine zitahitajika kuandaliwa, yani kupikwa na namna kama hiyo. Kwa hiyo naona ni bora tuanze utaratibu wetu wa ugawaji. Hapa ningependa niwaite watu kadhaa pia waje wasimame na mimi hapa mbele katika miongoni mwa wenzangu. Ahlam Ali, Ahlam Ruekh.
tafadhali naombeni ndugu zanguni, tujeni hapa mbele kwa ajili mtatusaidia kugawa kwa upande wa mama hizi sadaka. Lakini pia vile vile ndugu zangu, tumekuja na nguo. Tulikuja kama nilivyosema hapo awali, tukaona pia haja si chakula peke yake, bali unajua mijini huko watu wanavaa kupita maelezo. Sasa tukaona pia tuwashajihishe pia na wengine waweze kutuunga mkono, tupate japo hata nguo kidogo za kuweza kutuhifadhi hata kufanyia ibada katika Ramadhani hii na sikukuu inayokuja. Sasa mimi nitaita majina manake. Kwa hiyo kwa wazee wangu ambao watakuwa nasikia majina basi, na tukishakuja kupata sadaka zetu tusiondoke, tusubirini kidogo, tutakuwa tunadua baadaye ya mwisho kwa ya majumuisho. Mzee Said Nasor Mawilu, Mzee Said Nasor Mawilu, Mzee Kondo Muhammad Lupindo. Afu angalia mnavogawa ile logo ikeni mbele. Mpelekee pale mke wake. Amina Omar Mawilu. Nyamawilu. Mariam Khatib Kawambwa. Nyakawambwa. Nyapokera. Nyajeta huyu hapa. Tayari yupo hapo. Alija Musa Mbali. Na Nyakorora pia asogee karibu. Korora. Hadija Juma Selungwi. Hapa mama. Nyakorora. Kuna huyu hapa kwa. Mama Mbali. Wewe ndio Hadija Juma Selungwi. Mama Mbali. Tayari. Rukia Asmani mwanae ni jina ndio limesoma hivyo Mama Mbali. Juma Selungwi sogea hapa. Migongo. Antazame. Mwite mama mnene. Antazame ukubibi. Ndio. Mafuta yake mtabibi mwenyewe kama huyu angalia huko. Wewe simama angalia. Saida Nyigongo. Mama mnene. Rukia Omari Mtulia. Mtulia. Kuendesha ndio komo wale. Kombo. Mpangile mwitate. Shike vizuri mzee Kombo bwana. Mbona hata kudondosha ngano mzee Kombo? Kombo. Huyo ndo mzee wetu wa kijiji. Akitoka usubiri mzee Kombo kwanza hajapiga picha. Mzee Kombo. Smile mzee Kombo. Cheka kidogo mzee Kombo. Zaki smile tu ndio kama na smile au analia. Babu ingia. Kingungo. Ngoja atoke bweta. Na Kingungo asogee. Utasogea. Mimi nilikuwa tata kwa foleni. Ya Kingungo. Kimbia huko. Na Hamisi zaidi. Mwingine nani? Hamisi yuko. Mzee mwana yeye, mzee Hamisi mwana yeye. Tazama huko babu. Halo. Foleni ya wanaume sasa. Wakija waambie wasimame hapo. Haya, asubiri kwanza mzee. Babu anabeba mwenyewe. Mzee nani? Anayefuata nani? Ndio yule baada yeye nani? Ali Sultani, mzee Ali Sultani. Mama tazama. Mzee Ali Sultani. Kidogo. Tazama. Ali Sultani. Ndio maana. Mzee huyo Mwana. Mashallah. Wewe shika vizuri bwana. Wewe kana hiyo bwana unaogopa ingia na wewe. Wewe simama upande wa huko. Mwite na nyachuma. Lazima mumlinde mwana yeye. Tatamu kidogo. Mwana yeye. Mama nyachuma. Kwa na mke kabisa. Sawa. Mwana yeye. Tunatiki Kitogo huyo Kitogo hapa. ndio hapa anapewa. Chuma jiandae si ndio? Au shamuita. Huyo hapa. Haya, nao kabisa muite sasa sogee. Sema Zarina Mbotoni. bibi jina nani? Nyachuma. Anachuma. Anayefuata nani? Zarina Toka wewe unaingia. Ngoja.
Zarina? Zarina Alife Mbotoni. Kamwakilisha mwana huyo kwenye kikofia. Zarina? Tayari. Ndio Zarina. Nyakau. Nyakau. Ali Atibu. Yule shafika. Tumuite Nyangawanga. Ngawanga. Nyangawanga. Nuru Omari Ngawanga. Sataki achi. Nuru Omari Ngawanga. Tena ushafika. Chap Nyangawanga hapo. Juma. Nyangawanga ndio yapoingia pale. Juma Mbwana Masonza. Juma Mbwana Masonza. Mzee Juma Katikati hapo mama. Mzee Juma ndio yeye? Mwambie subiri. Mwingine baada ya Mzee Juma nani? Ashali Kile. Asiali. Kile, Nyakile. Sogea bialo mwingine. Afisa Ija Ndambwe. Afisa Ija Ndambwe. Afisa Ija Ndambwe. Bora wakijitoa hata kifika Masonza yao tayari. Masonza huyu. Waisha Nyakile huyu hapa. Mwingine. Huyu mwingine nani? Afisa Ija Ndambwe kwa. Afisa ndio yeye. Mwingine nani? Mwazani Abdalla Maba. Nyamaba Mwazani. Huyo bado kwanza wewe mpaka malizike nyama nyopa. Tutaweza kuchukua. Yani kwamba Mwala Mishomvi Ndambwe, Omari Alikile. Kusi bado. Mwala Mishomvi Ndambwe. Mwanamke wewe? Omari Alikile. Hapo. Shika tu kama unashika hivi. Alafu naangalia huko. Mariamu Asumani Mbwela. Mariamu Asumani Mbwela. Yupi? Halima. Halima Bakari Yongo. Msindikizi. Anakuja Mariamu Asumani Mbwela. Piga picha basi hapo. Mariamu Mbwela kashasogea. Upo. Bado. Umesimama hapo hapo. Ngoja tusimame kuanzia basi. Nilivyosema simama mama. Pili Juma Fundi. angalia juu akidogo. Pili Juma Fundi. Mimi ni mwenyekiti wa kitongoji Sotelei, kwa jina naitwa Omar Idi Mkobanye. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo hii, tunashukuru kwa ujio wa Al-Hikma kwa kutuletea msaada hii mbalimbali katika kitongoji chetu ama kijiji chetu cha Sotele. Kwa hiyo tunashukuru ndugu wote pamoja na wamama wote ambao wamesogea hapa, tumewapa, wamepatiwa huu msaada. Sisi hatuna la kusema, shukrani zote Mwenyezi Mungu ndio mwenye kujua na ndio mwenye malipo makubwa. Sisi tunashukuru tu kwa ujio wenu na tumepokea misaada hii. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Labda awali ya yote kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha na usalama na udhima mpaka kufika hapa leo. Lakini la pili nashukuru ndugu zetu kwa kutuletea msaada huu ndani ya kijiji cha Sotele. Allah mwenyewe ndo atawalipa. Na vile nashukuru wazazi wangu kwa kuitika mwito huu, na tuwaombee ndugu zetu warudi kwa usalama kwa kupata sadaka hii. Lakini lingine naomba ndugu zangu mtujalie, Mungu akiwawezesha basi utukumbuke tena zaidi na zaidi. Assalamu alaikum, sina zaidi waheshimiwa. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Shukuru Bakari Ndambwe. Yani mzaliwa wa hapa Sotele, na kushukuruni kwa riziki zetu, kwa kutuletea riziki kwa baraka zenu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nashukuru. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'afini wa tawallani shara ma qadaita, wa'afini wa tawallani shara ma qadaita, fa innaka taqdiru al-qadha alayka, fa innaka taqdiru al-qadha alayka, wa la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu takuomba uwarudishe walikotoka hawa kina mama, kama ulivyowaleta kwa salama na warudi kwa usalama. Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita wa tawallana fiman tawallaita wa barik lana min alkhairi fiman ataita
وقنا شر يا رب ما قضيت اللهم دفاع البلاء اللهم سر كل شر فتنة فساد وسهرة وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Katika kijiji hiki cha Sotele. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu zangu watazamaji ambao mlikuwa mkitufuatilia tangu mwanzo wa safari yetu hii mpaka hapa ndipo tunafikia tamati ya programu yetu hii ambayo tumeiandaa katika kijiji hiki cha Sotele, kata ya Dondo, halmashauri ya manispaa ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, ambapo leo tumewezesha upatikanaji wa iftar kwa familia au kwa kaya mbalimbali katika kijiji hiki cha Sotele. Hivyo basi tunapenda tena kutoa shukrani zetu za dhati kwanza kabisa kwa mwenyeji wetu na mlezi wetu wa jimbo hili la Sotele, Mheshimiwa Abdallah Hamis Ulega, ambaye tulikuwa tukiwasiliana naye tangu hapo awali ambapo tunaanza hii programu yetu mpaka kufikia leo, na ameweza pia kutusupport kwa hali ambayo alivyoweza yeye pale ambapo Mwenyezi Mungu amemwafikisha. Pia vile vile tusahau wadhamini wetu au walezi wetu wakuu kabisa, Al Hikma Foundation chini ya usimamizi wa Sheikh Nuruddin Kishk, ambaye ametusupport kwa hali na mali, na tangu malezi yake mema na malezi yake bora ambayo ametulea kuanzia chini kabisa tunaanza kusoma mpaka sasa hivi tumehitimu, kwa namna moja au nyingine wamewezesha kwa kiasi kikubwa sana programu yetu hii ambayo leo tumeweza kuleta iftar kwa ndugu zetu. Pia vile vile bila kuwasahau wadau wetu wengine mbalimbali ambao wametuwezesha kama SKJ Mobile Phones, Shamjo General Trading Company Limited, Moyas General Trading Company Limited, Al Capri Auto Spares pamoja na Tanzil Social Development Fund. Hivyo basi ndugu zangu, bila kuwasahau kabisa ndugu zetu wa Kishk Media au Kishk TV ambao tangu hapo awali program zetu wameweza kuzisimamia na kuchukua matukio mbalimbali ambayo wanaweza kuyasambaza na ujumbe huu kuwafikia watu mbalimbali Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Hiyo basi naombeni tena, kama ilivyo kawaida ya matukio yetu haya kuyafanya kila mwaka na hali halisi mmeiona, basi msisite pale ambapo tutakaporudieni tena kwa mwaka mwingine na kwa msimu tena kama hii ya Ramadhan. Allah atakuja kuwalipa khair inshallah kwa wema wenu, na pale ambapo mtakokuwa mmetoa basi Allah atawajalieni ziada. Shukran sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali venye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.